Asante kwa ajili ya jioni hii ya leo tena ambayo umetupa. Tunakuadhimisha peke yako Mungu wetu uliye hai. Pokea sifa na heshima tena, kwa kuwa hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Watoto wako na watumishi wako tumenyenyekea kwako, tukisii rehema zako na mkono wako wenye nguvu. E Bwana, uwe pamoja nasi ili kutusaidia, uwe pamoja nasi ili kututetea, uwe pamoja nasi e Bwana ili kutuwezesha, kwa kuwa peke yetu hatuwezi. Ndiyo sababu tunanyenyekea kwako. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha tena kwenye kusanyiko hili na kwenye madhabahu hii, upate kutuhudumia sawa sawa na mapenzi yako. Damu yako inaonena mema, iruhusu tena inene mema Bwana, kupitia madhabahu hii na kupitia kanisa lako hili, watoto wako na watu wako wapendao ambao umewakusanya kwa neema yako tena jioni ya leo. Mbingu zako ziwe wazi e Bwana, zilifunue kusudi lako la jioni, katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Bwana siwe. Tunapozungumza uamsho, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Amen, amen. Uamsho ni kazi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye Bwana wa uamsho. Na tunapozungumza uamsho, watu wa Mungu, maana yake nini? Maana yake kanisa lililoko Ileje, vipawa ambavyo yamkini adui anavipiga vita na kuvizimisha, vinatakiwa vipokee nguvu na vichanue kwa nguvu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen, amen. Maombi yanayozimishwa yarejeshwe. Moto wa maombi unatakiwa kuonekana Ileje. Amen, amen. Hali ya kupoa iondoke, kuanzia kwa mtu binafsi, kwa familia, mpaka kanisa kwa ujumla. Hali ya kupoa ifanye nini? Iondoke. Lakini tunapozungumza uamsho, tunazungumza maisha ya ufalme wa Mungu yaanze kuonekana Ileje. Na unajua, nuru inapotawala, umewahi kuona mahali popote giza likiwa na nguvu, hata maendeleo ya kibinadamu hayaonekani kwa urahisi. Mliokuwepo, somo linasema Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Sasa angalia, kwa nini Roho Mtakatifu anatupa somo la namna hii kwenye kongamano hili? Maana yake hivi, maana yake kuna nafasi ambazo Mungu ametuweka, watu wa Mungu. Kama wewe ni mama umeolewa, ile ni nafasi Mungu amekuweka. Kama wewe ni baba umeoa na una watoto, hiyo ni nafasi mbele za Mungu. Mungu amekuweka. Kuna nafasi za kiroho mbalimbali. Wewe ni kiongozi wa kwaya, ni nafasi Mungu amekuweka. Wewe ni mzee wa kanisa, ni nafasi. Wewe ni kiongozi wa fellowship, ni nafasi. Wewe ni mhubiri, ni nafasi Mungu amekuweka. Ile tu kwamba umeokoka kwenye familia, kuna nafasi Mungu amekuweka. Sasa Roho Mtakatifu anavyofanyaga kuleta uamsho wa kiroho kwenye nafasi aliyokuweka. Nilikwambia njia ya kwanza jana kwamba huwa analeta kitu kinaitwa roho ya toba. Sema roho ya toba, moyo wa toba. Kwa nini analeta ile hali ya toba? Ndio maana kazi mojawapo, angalia, ukisoma kwenye kile kitabu, kumbuka mistari tunaosimamia, nilikwambia Walumi 10 na ngapi? Walumi 13 mstari wa ngapi? Walumi 13 mstari wa 11 hadi wa 14, na nikakusomea Habakuki 3 mstari wa ngapi? Wa 2. Lakini ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana, unisikilize,
Kwenye kile kitabu cha Yohana, nataka ufungue injili ya Yohana. Unisikilize kidogo hapa, nitazungumza vitu vichache alafu tuombe uweze kwenda, na ninaangalia muda vizuri hapa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nataka nikugusie kidogo habari za Roho Mtakatifu kwenye kile kitabu cha nani? Cha Yohana, uweze kuona, kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ameongea ile sura ya 15, hata ukienda sura ya 16 ameongea habari za Roho Mtakatifu. Angalia kwa mfano, ukianzia sura ya 14, angalia sura ya 14, sura ya 14 mstari wa 26, sura ya 14 mstari wa 26, sura ya 14 mstari wa 26. Umeona sura ya 14 mstari wa 26? Alafu andika na ile sura ya 16 mstari wa 13. Andika sura ya 16 mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Sura ya 16 mstari wa 13 mpaka ule wa 10 na ngapi? Wa 14. Alafu tena tuone na ile sura au tusome kwanza hiyo mistari, alafu nitakuonyesha na sura nyingine angalau ambazo zinaendana, ili niweze kukuonyesha kitu hapo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe mtu wa Mungu, Bwana asifiwe mtu wa Mungu, Bwana asifiwe mtu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nimesema sura ya 14 mstari wa ngapi? Sura ya 14 mstari wa 26. Umeshapata hapo? Umeshapata hapo? Anazungumza, anasema lakini huyo msaidizi, alafu anamtaja msaidizi gani? Huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Anasema atawafundisha yote. Sema atawafundisha yote. Alafu anasema na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Maana yake si tu kwamba atawafundisha, lakini na yale niliyowaambia atawakumbusha. Sasa angalia ile sura ya 16. Sura ya 16 nimesema mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Mstari wa 13 mpaka wa ngapi? Haya tuliopata tunaweza tukasoma kwa pamoja. 1, 2, 3. Amen. Bwana asifiwe. Wengine waliacha kusoma, si ndio? Bwana asifiwe. Nimekusomea hii mistari miwili, angalau hizi sura mbili usikie habari za Roho Mtakatifu. Kwenye ile sura ya 14 anazungumza huyo msaidizi, alafu anamtambulisha huyo msaidizi, anamsema msaidizi huyo ni Roho Mtakatifu. Anasema atakapokuja, kazi yake kubwa, atawafundisha yote. Maana yake Roho Mtakatifu ni mwalimu zaidi ya walimu, na kama kuna mwalimu anayeogopeka na utawala wa giza, anaitwa Roho Mtakatifu. Anaposema atawafundisha yote, maana yake yeye anajua yote, anayajua yote. Yani yale ambayo wanadamu wanayajua na wasioyajua, yeye anayajua unayoyajua na usioyajua.
Yale ambayo shetani anayajua na asiyoyajua, yeye anayajua shetani anayoyajua na asiyoyajua. Na ndio maana Roho Mtakatifu ni mwalimu mzuri. Na unisikilize, mwalimu mzuri katika siku za mwisho tulizo nazo. Moja ya ajenda yake kubwa, na anapoachilia mafundisho kwa mtu binafsi na kwa kanisa, moja ya ajenda yake kubwa ni kuliamsha kanisa, ni kuleta uamsho, ni kuja yeye. Tunaposema kuleta uamsho, maana yake ni kuja yeye apate nafasi ya kupitia wewe kufanya kazi zake. Hii Kiswahili kimekuwa kigumu. Roho Mtakatifu hana mwili. Ili afanye kazi ndani ya kanisa, ndani ya kwaya, ndani ya familia, ndani ya mji, anauhitaji mwili wako huo. Na ili apate nafasi kwenye mwili wako, lazima wewe ambaye Mungu alikupa mwili umkubali kwanza yeye, alafu aingie ndani yako. Na akiingia ndani yako, atahitaji kukaa, atahitaji kuishi, atahitaji kuwa na makazi ndani ya mwili wako. Na anapokuwa na makazi ndani ya mwili wako, kazi mojawapo atakaoanza kuifanya ni kukufundisha yote. Katika hayo yote atakayokuwa anakufundisha, hasemi kwa shauri lake. Maana yake chochote Roho Mtakatifu anachosema ndivyo kilivyoamuliwa mbinguni, ndicho kinachoendelea mbinguni. Roho Mtakatifu anapojifunua ndani yako, maana yake ni Mungu anajifunua ndani, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo. Roho Mtakatifu ni Roho wa Baba. Kwa hiyo Baba, Mwana, ili aweze kukaa ndani yetu, Baba na Mwana wanakaa ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ukisikia mtu anasema huyu anakaa na Mungu, maana yake amempa nafasi Roho Mtakatifu. Ndio maana unapookoka, ili Yesu akae ndani yako, anakaa ndani yako kwa njia ya Roho wake. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Ngoja nikupe hii kubwa kidogo, utanielewa. Kabla Yesu hajafa, ndani yake alikuwa anakaa Baba. Sawa, Baba tu. Baba na yeye ilikuwa ni kitu. Huwezi kumtenganisha Yesu na nani. Ukitaka umuone Baba, unamuona Yesu. Kabla hajafa msalabani, alipokufa msalabani, unajua nini kilitokea? Alipokufa msalabani, moja ya kitu alikifanya cha ajabu sana, ambacho watu wengi huwa wakielewi. Yesu alitengeneza ndani yake mazingira ya kwamba asikae Baba tu, ila na wewe uwe una uwezo wa kukaa ndani yake. Unarudia tena. Kabla hajafa msalabani, hata wanafunzi wa Yesu walikuwa hawezi kukaa ndani ya Yesu. Unarudia tena. Mungu wangu, nitazame hivi alafu unielewe hapo. Kabla hajafa msalabani, Yesu alikuwa akitembea, anasema hivi, Baba yu ndani yangu na mimi ndani ya nani? Ya Baba. Kwa aliyekuwa anakaa ndani ya Yesu ni Baba peke yake. Unanisikia? Alipokufa msalabani, akatengeneza kitu kipya, kwamba baada ya kufa msalabani, ndani ya Yesu kukatengenezwa makazi. Kila anayempokea Yesu ana uwezo wa kuishi ndani ya Yesu. Narudia tena. Na ndio maana Yesu akasema hivi, kaeni ndani yangu na neno langu likae ndani. Alafu lolote muombalo. Sasa angalia, kaeni ndani yangu. Okay. Mmoja anasema, mwalimu unaongea vitu gani? Matendo ya Mitume 17 mstari wa 28. Fungua. Narudia hapa na unisikilize. Unajua kwa nini unaogopa wachawi? Kwa nini saa nyingine mtu halali anasema, yani hii mizimu hii, yani hawa wachawi hawa, yani hii familia imejaa uchawi? Kwa nini wewe peke yako umetoka kwenye familia yenye uchawi? Muulize jirani yako, mwambie, kwani ni wewe peke yako sasa uliyetoka kwenye ukoo wenye uchawi?
Bwana siwe amesemaje? Kwa sababu saa nyingine unajitetea sana. Unajua mimi, yani wengine bwana, ndio maana hata kiroho tunapata shida. Familia tulizotokea, kwani wewe peke yako ndio umetokea hiyo familia? Sasa aya, Matendo ya Mitume, unajitetea kitu kwa sababu umekosa ufahamu. Sikiliza, Matendo ya Mitume ile sura ya 17, umeiona 17? Angalia mstari wa 28, unasemaje mstari wa 28? Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wa mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Sasa angalia, ndani yake, sema ndani yake. Ndani yake tunafanya nini? Tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ndani yake. Maana yake uhai wetu ili uwe salama lazima tuwe ndani yake. Ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wake. Angalia, na kuwa na uhai wetu. Kwa maana kama vile mtunga Zaburi alivyosema, sisi sote tu wazao wake. Unapozaliwa mara ya pili, moja ya kitu kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho ni mchakato wa wewe kuingizwa ndani ya Yesu, na ndani ya Yesu ndiko ambako huwa kunazaliwa maisha ya kiumbe kipya. Ndio maana Biblia inasema kwenye ile wa Korinto wa pili mstari wa 5:17, hata imekuwa. Maana yake hata imekuwa, sio itakuwa, imekuwa. Sio itakuwa, imekuwa. Neno hata imekuwa maana yake hilo jambo limeshatokea tayari. Hata imekuwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Sio atakuwa, amekuwa nini? Lakini ili awe kiumbe kipya lazima awe ndani ya nani? 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 Sasa nani atakaye kuweka ndani yake? Na angalia, usipoelewa hii elimu, watu wa Mungu, ndio ile unabaki umeokoka lakini maisha yako hayana tofauti na mpagani. Sijui unanielewa? Yaani mpagani, wachawi wanapiga watoto wake na wewe unapigwa watoto wako. Mpagani analogwa, analogeka, na wewe unalogwa, unalogeka. Kwa sababu umewahi kujiuliza, ukiwa ndani ya Yesu, maana yake ili mtu akuloge lazima amloge kwanza Yesu. Nani aliwahi kumloga Yesu akamweza? Kifo tu kilipiga saluti, kikasema nimezoea kutunza miili ya watu huku, mwili wako siuwezi. Nani anaweza kumuua Yesu? Ukiwa ndani ya Yesu, maana yake uhai wako umefichwa ndani yake. Ili mtu aondoe uhai wako lazima kwanza amuondoe Yesu. Na ndio maana hila anazotumia shetani leo, anaweza asimuondoe Yesu. Anachofanya ni kukufanya wewe mwenyewe ujiondoe kwenye nafasi ya kukaa ndani ya Yesu. Yaani wewe mwenyewe mkatae ili ndio wakuloge. Mwae kuona njia anazotumia? Hamjasoma hila anazotumia? Ana mbinu nyingi sana. Mnanielewa ninachosema? Nje ya Yesu asikudanganye mtu, hakuna maisha. Nakueleza, jifariji unavyoweza, lakini ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Nje yake hakuna maisha. Na ndio maana jambo la kwanza ambalo Roho Mtakatifu anafanya anapotaka kuleta uamsho ni kuwarejesha watoto wa Mungu na watu wa Mungu ndani ya Kristo. Kwa sababu huko watapata baraka, huko watapata furaha, huko watapata amani, huko watapata afya, huko watapata uponyaji, huko wataiona njia ya Mungu kwenye familia zao. Nje ya Yesu hakuna maisha.
Jivunie elimu yoyote ulionayo, lakini utakufa kibudu wewe. Hakuna maisha nje ya Yesu. Na kueleza kwa ujasiri, hakuna maisha nje ya Yesu. Na kueleza, unanielewa vizuri? Maisha yanapatikana ndani yake, ndani yake. Na ndio maana nimekusomea hii mistari makusudi unisikie. Mwalimu, kwa nini umetusomea makusudi? Angalia ule mstari mwingine niliokuwa nimekusomea. Unaokumbuka? Yohana 16. Unaokumbuka ule mstari? Unaokumbuka ule mstari? Nilisema Yohana 16 mstari wa ngapi? 13 hadi 14. Anasemaje? Anasema lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, sema Roho wa kweli. Kumbuka kule amesema atakawafundisha yote, lakini huko anasemaje? Anasema atakapokuja Roho wa kweli atafanya nini? Atawaongoza, awatie kwenye nini? Rudia tena, awatie kwenye nini? Unajua lile neno awatie kwenye kweli yote, maana yake anawazamisha ndani ya nini? Kweli yote. Kweli yote ndio kitu gani? Kweli yote ndio kitu gani? Haleluya. Yohana ile sura ya 14 mstari wa 6 unasemaje? Kweli yote ndio kitu gani? Yohana ile sura ya 14 mstari wa 16 unasemaje? Unasemaje? Mstari wa 6, 14 mstari wa 6 unasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi, alafu inaweka mkato na nini, alafu mkato na nini. Maana yake Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye uzima. Maana yake ukimpata Yesu umepata njia, ukimpata Yesu umepata kweli, ukimpata Yesu umepata uzima. Kuatia kwenye kweli yake maana yake ni kuatia ndani ya Yesu. Mando robos. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Ni kuwazamisha, kwa sababu kweli ni neno la Mungu. Angalia, ukisoma kiBiblia inasemaje? Kwenye Yohana 17:17 inasema awatakase kwa ile kweli, maana neno lake ndiyo kweli. Neno lake ndiyo kweli. Maana yake kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni nani? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Hakuna chochote kilichofanyika pasipo. Ndani yake ndimo ulimo kuwemo, nao uzima ulikuwa nuru, nayo nuru yafanya nini? Yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Alikuwako nuru halisi akija ulimwenguni. Huyo nuru halisi anaitwa nani? Yesu Kristo. Amejaa neema na kweli, amejaa neema na kweli. Kwa nini amejaa kweli? Kwa sababu yeye ndiye kweli. Kweli yote ni Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu uko ndani ya kweli. Nani atakaye kutia ndani ya kweli yote? Roho Mtakatifu atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Nataka kuwa ndani ya Yesu. Huwezi kujiingiza mwenyewe. Nani anakuingiza ndani yake? Roho Mtakatifu. Anakuingizaje? Lazima umpe nafasi moyoni mwako, aingie ndani yako, umpokee, akae ndani yako, akuanze kukufundisha. Hatua ya kwanza ni kukufundisha kuingia ndani ya kweli yote. Roho Mtakatifu unapoingia huko, maana yake nini? Maana yake analeta kitu kinaitwa uamsho. Uamsho kwenye ufahamu wako, utajielewa, utajitambua. Kwa nini watu wengine wanakwamishwa? Kwa sababu ya kutojijua, kwa sababu ya kutojifahamu. Unavikimbia vitu vilivyopaswa kukukimbia wewe. Umewahi kujiuliza, mtu anaogopa akisikia mapepo, akisikia wachawi, akisikia nini? Mwingine unafikiri anakemea, kumbe uoga tu. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuingiza kwenye kweli yote, anaondoa nini? Hofu. Sasa njia gani nyingine anatumia? Nafunika na Biblia ili tuombe ni kuruhusu. Njia gani nyingine anatumia anapotaka kuleta uamsho wa kiroho? Nimekuonyesha hii ya kwanza, analeta moyo wa toba, kukugeuza, kukuingiza ndani ya Kristo. Amen, amen. Amen, amen. Na nilipokuwa nakwambia pale saa imewadia ya kuamka katika usingizi, cha kwanza anasema mvue matendo ya giza. Ile ni toba, kubadilika mwenendo. Lakini kitu gani hapa anazungumza sasa? Njia nyingine anayoitumia, na hii ni ya muhimu, na hii ndio nakusisitiza ili kesho uweze kuwahi tupige fire hapa paka ya familia, kwa sababu hizi njia anayotumiaga hii ndio ambayo shetani ameitime kwenye familia zetu, ameitime kwenye maisha yetu. Njia nyingine anayotumia, angalia,
Roho Mtakatifu akitaka kuleta uamsho, eneo mojawapo atakalolitumia ni matengenezo ya kiibada. Sema matengenezo ya kiibada. Njia anayoitumia ni ibada. Wengine kusema ibada, anasema mwalimu unaongea kitu gani? Kumwabudu Mungu. Ibada. Ukizungumza ibada, unisikilize mtu wa Mungu, sijajua unajuaje kuhusu ibada. Ibada ni agano, ibada ni ushirika, ibada ni mahusiano. Na ndio maana ukisikia ibada, kuna madhabahu, kuna Mungu wa hiyo madhabahu, kuna anayeabudu. Ibada ni heshima ya juu kabisa juu ya roho yoyote inayofanywa ibada. Ndio maana moja ya kitu kinachosababisha roho yoyote iwe na nguvu kwenye eneo ni ibada. Ukimwabudu shetani kwenye hilo eneo, uwe na uhakika nguvu zake zitaonekana. Ibada, kwa sababu ibada ni kiunganishi, ibada ni ushirika, ibada ni agano. Na ndio maana angalia, wakati wowote Mungu alipotaka kuzungumza juu ya hatima ya maisha ya watu, ilibidi ifanyike ibada. Na katika eneo ambalo adui analizimisha ni ibada, kwa sababu anajua Mungu ana kiu sana na watu wenye ibada. Na ukisoma maandiko anasema anawatafuta, maana yake hawapatikani. Ibada. Narudia tena, ibada. Wakati sisi tunaokoka tukiwa wadogo, tulikuwa tunakutana na wazee wa zamani, wale wa New Life wa zamani wale. Kwanza walikuwa na moja ya kitu wameweka standard ni utakatifu kuliko chochote, kwa sababu walijua ibada inayomhusu Mungu ni ibada takatifu. Ukifika kwenye ibada hakuna vyombo, hakuna nini, ni makofi na tenzi, lakini utauona moto, utaiona nguvu ya Mungu. Hakukuwa na muda wa kufundishana sijui namna ya kuvunja maagano. Zile ibada za wale wazee wa zamani, walikuwa wanaimba tenzi. Wakiimba kwenye hiyo nyumba, moto unauona. Utakatifu ndio ilikuwa standard. Fanya ujinga ukisogee kwenye ile ibada, watajua. Afu watakwambia wewe umetoka wapi? Sasa ibada zilipopunguzwa makali, unajua madhara yake, uwepo wa Mungu nao ukapungua. Ndio maana leo unaona watu wanaomba, anatumia nguvu nyingi, lakini nguvu za Mungu unaziona kidogo. Kwa sababu eneo linaloitwa ibada limefanya nini? Kwenye ibada ndiko ambako Mungu anachekaga, ndiko ambako Mungu anaguswa moyo wake, alafu anaweka maagano. Jamani, watu wa Mungu mnisikilize. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo habari za Nuhu, si unafahamu habari za Nuhu? Nuhu ametoka, nataka nikueleze haya kwa sababu nitaeleza kesho vizuri. Nuhu ametoka kwenye safina, kila kitu kimeharibika. Sema kila kitu kimeharibika. Kila kitu kimeharibika, dunia imeharibika, haina matumaini. Alipotoka kwenye safina, kitu cha kwanza alichofanya ni nini? Ibada. Akamwinulia Mungu madhabahu, akachagua sadaka kwa katika wale wanyama walio wasafi, alafu akamfanyia Mungu ibada, akatoa ile sadaka. Biblia inasema harufu nzuri ya ile dhabihu ikaenda mpaka kwa Mungu. Afu Mungu akajisemea moyoni, muda nchi idumupo, majira ya kuvuna na kupanda hayatakoma. Mungu akatangaza majira mapya, kwa sababu mtu mmoja tu alifanya ibada. Mungu akaweka agano. Wewe leo unakula kitimoto, bila Nuhu kufanya ibada usingekula kitimoto. Ndipo Mungu akaruhusu kula nyama kwa mara ya kwanza, historia ikabadilika. Akambariki Nuhu na uzao wake, lakini kilichosababisha ibada. Watu wa Mungu, si mmesoma habari za Elia? Mmesoma habari za Elia?
Mungu wa Elia, Mungu wa Elia. Unajua nini kilisababisha aitwe Mungu wa Elia? Madhabahu ya Mungu katika Israeli ilikuwa imevunjika, ibada zimekoma. Manabii wa Baali ndio wanaofanya ibada kwa miungu yao. Leo mnaweza mkawa ileje kama ibada ya Mungu wetu haina nguvu. Unisikilize, wale wanaofanya ibada kwa miungu na mashetani na maganga wa kienyeji na wachawi, ibada zao, wachawi hao unaowafahamu wanafanyaga ibada zao wanazifanya na wana madhabahu zao. Kama ibada zao ndio zenye nguvu, Mungu wetu ni mwenye nguvu, lakini tunaweza tusimuone Mungu, ila tutakuwa tunaona uwepo wa mashetani. Sasa angalia Elia alichofanya ili Mungu aweze kuonekana. Aliposema mtasita sita kwenye njia mbili mpaka lini? Unajua alifanyeje Elia? Akasema namjua Mungu, mahali popote anaweza asitoke, lakini swala la ibada yake ikimpendeza Mungu anakujaga. Elia akasema hamna shida, tufanye ibada. Nyinyi fanyeni ibada kwa miungu yenu na mimi nitafanya ibada kwa Mungu wetu. Tuinue madhabahu. Wakainua madhabahu ya Mungu Baali, wakainua na madhabahu ya Mungu wa kwetu. Alafu akasema Mungu atakayeshuka kwa moto, huyo ndio nani? Ndio Mungu. Hivi unafikiri manabii wa Baali wangekuwa na ujasiri kama Mungu wao hajawahi kuonekana? Maanake walikuwa wakiiona miungu yao ikiwasaidia. Lakini ibada ya Mungu ikinyenyuliwa, tena angalia, kasome maandiko. Biblia inasema Elia akaitengeneza madhabahu iliyokuwa imevunjika. Sema madhabahu kuvunjika. Unajua madhabahu kuvunjika maana yake nini? Mahusiano ya kiagano kati ya Mungu wa Israeli na watu wake yalikuwa yamevunjika. Kwa Elia anapoinua madhabahu maana yake anatengerejesha mahusiano. Sasa angalia, akaweka pale, akatoa na sadaka. Ile ilikuwa ni ibada. Wenzao wanapofanya ibada wakaamua hadi kujichanja chanja, Mungu wao alikuja? Hakuja. Elia alipoweka ibada akamwita Mungu wa Elia, akasema na ijulikane leo. Mungu alitokea? Hakutokea. Kwa nini? Kwa sababu ya ibada. Umewahi kusoma kitabu cha Yohana 4 mstari wa 22 hadi 23? Mungu anasema wazi, anasema Mungu ni roho na wamwabuduo inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Tena anasema Mungu huwatafuta, Mungu anawatafuta watu kama hao ili wamwabudu, wamfanyie ibada. Kama Mungu anatafuta, umewahi kujiuliza ibada ni kitu cha muhimu kiasi gani? Mwingine hajanielewa. Mungu wangu, sikiliza Matendo ya Mitume 13 mstari wa 1 hadi wa 3. Anazungumza habari za kanisa lililokuwa Antiokia. Biblia inasema walikuwa wakifunga na kumfanyia Mungu nini? Ibada. Sio kufunga tu, wanamfanyia Mungu ibada. Mstari wa 2 anasema nini kilitokea? Anasema siku moja wakiwa wanafunga na kumfanyia Mungu ibada, Roho Mtakatifu akasema. Akaongea wapi? Kwenye ibada. Akasemaje? Akasema nitengeeni Sauli na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Angalia, Roho Mtakatifu anaamua hatima za watu ambao wamekubali kumtolea Mungu ibada. Ndio maana Roho Mtakatifu anapotaka kuleta uamsho wa kiroho, eneo mojawapo atakaloliamsha ni kuinua mioyo ya watu ianze kurudi kwenye ibada ya kweli na Roho Mtakatifu. Ibada kwenye, angalia kinachotesa familia nyingi ni nini? Ibada zilizotangulia, ibada zilizofanyikaga, ibada na miungu, ibada na madhabahu za giza, ibada za mizimu. Kwa sababu zile ibada zilihusisha magano, zilihusisha kafara, zilihusisha sadaka. Zile ibada zina nguvu mpaka leo. Unawezaje kutoka kwenye hicho kifungo uache kuota hayo majoka? Badala ya kuota majoka uote malaika, uanze kuota malaika, uanze kuota unaimba, uanze kuota huko kanisani, uanze kuota umekaa na malaika mnasifu pamoja. Unawezaje? Hakuna njia ya kukaa na malaika isipokuwa ibada. Ibada. Umewahi kuona kesi zilikuwa zikitokea zamani, cha kwanza wanafanyaje? Wanasema tufanye tambiko. Unaelewa maana ya tambiko? Tufanye ibada. Ili wazifurahishe nini? Zile roho za miungu zinazotawala hilo eneo ambazo zimekasirika. Lakini watoto wa Mungu hawajui kwamba Roho Mtakatifu akitaka kuleta uamsho, maana yake anataka matengenezo ya kiibada. Madhabahu yake iliyopoteza moto irejeshe moto. Madhabahu yake iliyoharibika, iliyonajisika, iliyofanywa vitu vya ovyo irejeshewe moto wake. Na Mungu anaporejesha hiyo ibada kwenye mioyo ya watu, zile nguvu unazoombaga, Mungu achilia nguvu, achilia upako. Hautaomba achilia upako, unaanza
utamiminika wenyewe, kwa sababu ibada ni lango kubwa. Ibada inahusisha madhabahu, ibada inahusisha sadaka, ibada inamhusisha Mungu moja kwa moja. Ndio maana ili Mungu aweze kuongea na Ibrahimu juu ya hatima ya uzao wake, cha kwanza alichodai ibada. Akamwambia Ibrahimu, wewe njoo, lakini njoo wapi? Njoo na sadaka. Na hii kitu ngoja nikwambie, mtazame jirani yako. Eneo moja hapo tulilopigwa, nilikuwa naongea hadi na watumishi wa Mungu. Unaomba, unasema Mungu niinue. Kuna eneo la maombi, lakini kuna eneo la ibada. Ukisikia Mungu anadai ibada, ujue anadai uamsho wa kiroho. Ukisikia Mungu anadai ibada, ujue anadai uamsho wa kiroho. Ukisikia Mungu anadai ibada, unasema mbona tunamwabudu Mungu? Kwa nini Mungu anasisitiza juu ya ibada? Wengine hata huwa hawaelewi. Anafika mahali anafundisha, anasema jamani, Mungu amenisisitiza tumwabudu katika roho na kweli. Hajajua nini Mungu anachotaka. Maana yake kuna mahusiano, kuna agano analiona limetiwa unajisi, kuna marejesho anataka kufanya, kuna namna anataka kurejesha moto wake, kuna namna anataka kuinua tena ibada yake ili utukufu wake uweze kuonekana. Hakuna mahali utukufu ulionekana wa Mungu ibada haijafanyika. Ibada ilipofanyika utukufu ulionekana. Wakati Musa analiweka hema wakfu, Biblia inasema utukufu wa Mungu ulijaa. Kwa nini ulijaa? Kwa sababu ibada ilifanyika. Wakati Sulemani analiweka hema wakfu, utukufu wa Bwana ulikuja. Kwa nini ulikuja? Kwa sababu ibada ilifanyika. Cheki sasa leo, hakuna mtu anajali juu ya ibada. Na ndio maana saa nyingine mtu fellowship inaanza saa 8 akasema nitaenda saa 10. Nikute mtumishi amesimama, anafikiri ni yeye, kumbe anaharibu kitu cha kiibada. Kanisani kwao ibada inaanza saa 1, anasema niende saa 1:30 nipumzike kidogo. Anafikiri ni yeye, kumbe anaharibu kitu cha kiibada. Ukiharibu ibada, umeharibu maisha. Kuna sauti ya Mungu hutaisikiliza popote isipokuwa kwenye ibada. Mandorobos. Kuna mtu ananielewa nachosema? Na ndio maana mtazame jirani yako usoni. Unafikiri eneo mojawapo analopigwa vita ni nini? Ukiachana na eneo la maombi, eneo la pili ni nini? Eneo la pili ni nini? Eneo la pili ni eneo la ibada. Na kwenye eneo la ibada kuna maeneo mawili anayopigwa vita. Eneo la kwanza, nidhamu binafsi alionayo mbele za Mungu. Eneo la pili, eneo la utoaji wa sadaka. Ibada ya Mungu haikamiliki bila utoaji wa sadaka. Tafuta mtumishi yoyote unayetamani kuona mafunuo na neema alionayo, cha kwanza atakwambia nidhamu yake alionayo mbele za Mungu. Sio mtu wa furukufuruku, ni mtu anaogopa Mungu. Nidhamu binafsi. Akisema nitaenda muda fulani kuomba, anaenda muda huo, hachelewi. Lakini jambo la pili ni mtoaji mzuri wa sadaka. Uliza watumishi wote duniani unaoona maisha yao yametunzwa, watakatifu, wacha Mungu, wamebarikiwa kiroho na kimwili, eneo mojawapo ambalo hawajacheza ni ibada. Unapocheza na ibada, unacheza na baraka zako, unacheza na hatima ya familia yako. Kuna ibada zinamwaga hatima ya familia. Nitakwambia kesho. Ndio maana nimekwambia kesho wai tutashughulika hapa na tutaomba. Kwa nini Roho Mtakatifu anataka kuamsha kitu cha kiibada? Sio ibada tu ya kanisani, ibada moyoni mwako. Ibada, watu waliookoka hapa wananiweza kunielewa. Kuna vitu mpaka leo anavitafuta. Anakuambia mwalimu, usinione hivi. Kuna saa nilikuwaga nikikaa hivi, ndani nyimbo zinaimba, ndani nasikia mpaka moto, ndani nasikia bubujiko. Nilikuwa nikikaa hivi, saa nyingine nimekaa tu nasikia maombi yanaendelea ndani, hata nikiwa nalima, hata nikiwa naosha vyombo, hata nikiwa shambani, hata nikiwa natembea. Anasema leo hicho kitu hakipo. Unajua vita ilikuwa nini? Shetani alikuwa anatafuta kuzimisha ibada, kwa sababu alijua hicho kitu kikiendelea, wewe hauwezi kubaki vile vile. Na wewe unafahamu, wakati ibada ilikuwa moyoni, maisha yako hayakuwa yalivyo sasa. Amani ilikuwepo, furaha ilikuwepo, ujasiri ulikuwa mwingi, kwa sababu Mungu, ibada inaendelea ndani. Lakini cheki leo, vitu gani vinaendelea? Mawazo mabaya, uchungu, maumivu, mateso. Kwa ibada ikikoma, vingine vinabadili ndani yako. Roho Mtakatifu atusaidie. Watu wa Mungu, nasema Roho Mtakatifu atusaidie. Nasema Roho Mtakatifu atusaidie. Nasema Roho Mtakatifu atusaidie. Nasema Roho Mtakatifu atusaidie. Nasema Roho Mtakatifu atusaidie, atusaidie, atusaidie. Yes, anaweza kutusaidia. Ibada, ibada, nitakueleza kesho. Ibada
Ibada ilibadilisha hatima za watu. Ibada ilibadilisha vizazi. Ibada ilileta maisha mapya. Ibada zilipofanyika vizuri, Mungu alibadilisha miji na vijiji. Ibada. Mungu alibadilisha familia kwa sababu ya ibada. Ndio maana hakuna kitu shetani anaogopa kama watu kwanza wakamrudia Mungu, pili wakamfanyia ibada. Anaogopa sana, kwa sababu hautabaki vile vile. Miujiza unapoona inakoma, ibada inapoondoka. Ndio maana sasa leo unakuta watu wakikosa ibada hawezi kujua miujiza feki na original. Hawezi kujua. Ye kila muujiza atafikiri ni muujiza tu. Angalia matunda ya hiyo miujiza. Je, inamfanya watu wamjue Mungu? Kwa sababu matunda ya miujiza yoyote ambayo Yesu alifanya iliwafanya watu waliche jina la Yesu, wamrudie Mungu. Kama Mungu akifanya miujiza alafu ikafanya ninyi mbaki mnamkumbuka Mwalimu Simfukwe, Mwalimu Leonard, hiyo sio miujiza, ni kubaki unamkumbuka Mungu moyoni mwako. Ndio miujiza ambayo Yesu alifanya. Sijui mnanielewa ninachosema? Mnanielewa ninachosema? Ibada. Na tutaendelea kesho. Tutakuwa na maombi. Tutakuwa na maombi ya kushughulikia kila ibada iliyowahi kufanyika kwenye familia. Tutakueleza ibada za familia na maagano yanayoambatana na ibada za familia na madhabahu zilizohusika kwenye ibada za familia, zile ambazo zina nguvu na zisizo na nguvu, na kinachoendelea mpaka leo kwa watu wengine kwenye familia zao. Namna gani unaweza kushindana nao? Sio kuvunja tu. Wewe umevunja, alafu wewe una nini sasa cha kukulinda? Ndio maana unamwona Elia hakuvunja tu madhabahu za Baali. Alichofanya ni kuinua madhabahu ya Mungu aliye hai kwanza. Mungu akatokeza kwenye ile ibada. Afu mabaali wote wakapoteza nguvu na ujasiri. Wengine unapowakemea nao wanasema tutashindana na wewe kwa sababu unawapa nguvu. Unaambia shindwa mchawi, alafu anasema utanishindia nini? Anayo madhabahu yake, anayo ibada yake na ina nguvu. Wewe huna ibada, utamshindia nini? Unamtishia pale, anasema ni kama anatulia hivi, anafaa kuambia nitakufuatilia. Unashangaa umetoka kwenye maombi ya vita, alafu ndio mambo yanaharibika zaidi badala ya kuona mpenyo. Umetoka kwenye maombi afu ndio unashangaa mtu anakuambia najisikia kuumwa sana, badala ya kuona ushindi. Afu unaishia kujitia moyo, ni vita, ni vita. Ni kwa nini? Kwa sababu umeenda kupiga, alafu wewe huna. Kuna vita ya madhabahu na madhabahu ambayo haikuhusu wewe. Madhabahu na madhabahu zinapigana zenyewe. Kuna vita ya miungu na Mungu kwenye lango, na hiyo vita Mungu akisha kuja, miungu huwa inafyata mkia. Kuna mtu amenielewa? Takueleza mifano mingi kwenye Biblia. Kuna maeneo Mungu alidai ibada kabisa na akatoa maelekezo, kasema nitengenezee ibada. Alafu yule mtu alipofanya ibada, Mungu akabadilisha historia ya familia. Takuonyesha mifano na tutaomba kesho hapa, na tunataka tumuone Mungu akifufua ibada kwenye mioyo yetu. Unanielewa ninachosema? Tumuone Mungu akifufua ibada kwenye mioyo yetu. Inua mikono yako juu. My Lord, fuatana na mimi maombi haya. Sema e Mungu ria hai. Paza sauti yako, sema e Mungu ria hai. Ninakuinulia mikono jioni ya leo. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Sema kwa sauti, na kuinulia mikono jioni ya leo. Jioni ya leo. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako kwenye maisha yangu, ili kunizuia nisiwe na uwezo wa kufanya ibada inayokupendeza. Jioni ya leo ninaiachilia damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo kwenye moyo wangu, kwenye fikra zangu, kwenye roho yangu, kwa
kwa jina la Yesu ninanyamazisha hiyo vita kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho yoyote iliyopanga kunikwamisha ili nisikuinulie madhabahu ya kiibada ndani ya moyo wangu na kwenye familia, Bwana, jioni ya leo ninaituma damu ya Yesu. Usiku wa leo ninaituma damu ya Yesu. Siku ya kesho ninaituma damu ya Yesu. Chochote ambacho shetani na mapepo yamekusudia hakitafanikiwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Aya, jiombe dakika moja tu, dakika moja. Itume damu ya Yesu, pangua hiyo vita. Omba kwa imani, omba kwa imani. Mapepo hayatakuzuia. Sauti yoyote ambayo imekuwa ikipita kwenye moyo wako haitakuzuia kwenye jambo hili ambalo Bwana amelileta kwako. Haitakuzuia. Chochote ambacho Bwana atakueleza, atakupa na nguvu ya kufanya kwa damu ya Yesu. Hayo mapepo yanasikia na hizo roho za kichawi zinasikia. Huo uchawi wa kwenye anga hili, huo uchawi wa kwenye ardhi hii unasikia, unasikia. Roho za machoka na mizimu na miungu inasikia kwa damu ya Yesu aliye hai. Hamtamzuia mwanamke huyu, hamtazuia familia yake, hamtazuia maisha yake, hamtazuia moyo wake. Yesu, hamtazuia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Saa imefika, saa imefika, saa imefika ya maisha yake kuachiliwa kwa damu ya Yesu. Mandarabasa, omba kidogo, paza sauti yako. Hayo ni maombi ya vita. Kemea mama, kemea, 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 kemea. Usikubali kuzuiliwa siku ya kesho, usikubali kuzuiliwa. Muujiza wako usikwamishwe. Bwana akakutokee. Muujiza wako usikwamishwe. Kandarabasa, hizo nguvu za giza, hiyo miungu na hizo madhabahu hazitakuzuia, hazitazuia ufahamu wako. Tunapiga kwenye ufahamu, tunapiga kwenye ulimwengu wa roho. Hizo roho zisikuzuie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, asante Bwana, asante Bwana, asante Mungu. Asante Yesu, pokea utukufu kwa wema wako katika jina la Yesu. Asante Jehova.